Umekubali? Chani kufungua mlango basi. Tamaa ya maisha. Nipo na haraka sasa muone. Unajua tena huyu mwanamke anauza sasa hivi unafanya maana kubali. Siku nyingine sije hapa unamuogopa mkapo siji. Nyingine sije. Tamaa ya maisha. Nani wewe? Nini? Kwa mke wangu tofauti na mke wangu sasa ni nani wa kuunga mlango? Baby, nyanyuka huyo ni mke wangu, sio mwingine. Afu mimi nitakuwa siji hapa. Masala mtu ashakuwa tayari afu siji tena. Nafungua baby, nafungua. Karibu baby, karibu. Mbona umefunga mlango na sio kawaida yako? Hamna baby, hakuna tatizo. Kuna usalama kweli? Usalama upo baby. Fumba macho. Kuna surprise yako ambayo nimekuandalia ndio maana kuna nimechelewa kufungua mlango. Kweli? Fumba macho. Kumbe unanipenda mimi. Mimi nakupenda sana. Si unajua tena. Baby, fumbua macho, surprise yako hii hapa. Surprise. Surprise? Unapenda baby? Hii samaki nimeiandaa mimi. Kiwangu kumbe umeandaa wewe? Kwa sijawaona mimi, nikajua nimekuandalia mimi. Kwa hiyo ndio surprise. Baby, nimesahau. Basi nisamee. Nimechoka. Tulia, nina surprise. Sasa baby, cha kufanya. Unajua sasa hivi nakaribia kufika Christmas. Njoo nikuandalie surprise nyingine mpya utakayoipenda. Tamaa ya maisha. Umezinduka? Niko wapi hapa? Leo yako ilikuwa mbaya sana. Hapa ni wapi? Nyumbani kwa bosi wangu. Bosi wako? Bosi wako nani? Wewe hata umjui. Ila nilikukuta ukiwa umeumia sana. Kama nipeleke hospitali. Mimi nimeishiwa hela inabidi nikodishe tu nyumbani. Tamaa ya maisha. Alafu naona nipo sawa. Bibi wangu jamani. Mimi nipo sawa mke wangu. Mimi nipo sawa mbona? Kweli? Nachotaka kukuahidi. Nipe siku hizi 3. Takuandalia zawadi nono, surprise nzuri utakayoipenda. Wewe sijaamka sawa mke wangu. Mimi naona. Alafu nahisi yani nasikia harufu ya marashi ndani sielewi. Baby, mimi nipo sawa mwangu. Tatizo gani? Ndo mambo yangu, sina sikiliza. Kweli. Nimenunua mpya perfume. Mimi hujaninunulia. Baby, nitakununulia bwana. Siko sawa, kichwa kinanigonga baby, acha nilale. Haya. Tamaa ya maisha. Sister. Sawa, kwani ulikuwaje mpaka ukawa hivi? Mimi ninavyokumbuka, nakumbuka nilitoka kutoa hela benki. Nikavamiwa na vibaka. Wakanipiga, wakanikaba, wakanipiga. Wakanyang'anya simu yangu, nilikuwa na hela karibia 200,000. Mzini wakazichukua. Na pole, maki nilikuta una hali mbaya sana. Sasa hapa najiuliza hapa nimefikaje sasa? Mimi ndo nimekuleta, nilikuta huko njiani, umeumia, peleka hospitali. Ndo nimekurudisha nyumbani. Kwani unaitwa nani? Mimi naitwa David. Sawa.
Hizi nguo nimezitolea wapi? Basi taratibu, unajua bado unauma yani. Lala hapo utulie kwanza. Inabidi uje umeze na dawa zako, sawa? Taratibu. Taratibu. Inabidi urudi hospitali ili wasafishe vidonda hivi. Sawa? Hawa jamaa. Pole. Ila utapona, usijali, maana tutaenda hospitali. Lazima akutoe hizi bandage, usafishe na vidonda vyako. Asante sister. Asante kwa msaada wako. Usijali, mambo tu ya kawaida. Nashukuru sana. Una shida gani? Ndoto mbaya sana. Kama unaenda kwa kasi. Kuna nini? Ndoto mbaya nimeota. Mke wangu unaogopa. Kumbe ndoto. Ndoto mbaya sana. Hizo ni ndoto bana. Aisee, nimekwisha mke Ndoto wangu. hizo mwanangu. Tulale bwana. Sawa? Tamaa ya maisha. Mr. Sam. Naambie Pimo. Sasa Ndio ndugu yangu. swala lilo nifanya nikupigie simu. Ndio. Bwana juzi nipo kwangu pale Ndio. nimeketi. Ndio. Sasa unajua hao wa TANESCO hawa mambo yao ya kukatakata sana umeme. Ndio. Wakakata umeme. Ndio. Akasema na mimi siwezi nikakaa gizani, na inabidi nitafute generator au mashine. Ndio kabisa. Sasa nikaona niende dukani. Sasa unajua sisi mambo yetu hatulipi hela. Kama kawaida. Sasa nikaenda dukani pale, ukanionyesha mtambo kwamba hii ni nzuri, chukua hii. Sasa pale nikasema haina shida. Sasa hapo shingapi? Wakaniambia bei. Sasa mambo hapo ya kutaka kulipa hapo, nikasema ngoja nimfanyie manjegeka yale. Ndio. Kamata generator, kafyatuka. Halo bwana shemeji. Miamkaje? Huko ni wazima? Habari ya Dar es Salaam? Sasa bwana shemeji, najua nimekupigia simu mara nyingi ili tusalimiane, tujuliane hali, lakini lengo la kupigia simu leo kuna tatizo. Hamna, sio kwamba tatizo lipo kwa dada yako, labda nimemuua kwa sababu ya tamaa ya mali. Hamna, sio hivyo. Labda shemeji yako marehemu. Sasa kufika nyumbani bana. Nashangaa sina kitu. Sema hii? Huyu jamaa mchawi nini? Kwa hiyo yani mmekutana nunda kwa nunda. Chani hapo ndo nashangaa, nikakuta nyumbani sina kitu, nikasema sasa ngoja nimwite Mr. Sam tuone tunafanyaje, au unisindikize kule kwa yule jamaa. Unajua ndugu yangu, yani umenishtua sana wakati umenipigia simu. Aisee, umenishtua sana. Kajiuliza hivi kulikoni ndugu yangu kawije? Kwa sababu sasa nikajiuliza asubuhi. Kaona hapana. Kwa kuwa umenipigia simu ngoja nije kwa haraka. Kwa hiyo kwa swala hilo unalosema, huyu jamaa mimi ninavyoona achana naye kwa sasa, ila ipo siku ataingia 18. Tutajipanga kwa siku nyingine. Ila mimi nilichokuwa nataka hapo, tungerudi pale nikamchama nikamwambia, "We jamaa acheni uchawi, kwa nini unawanga mchana kweupe hivi?" Hapana, usiwe na haraka. Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Yaani jinsi unavyoona yeye alivyokufanyia na yeye
timbwili kama hilo. Jua hata naye pia kajipanga. Kumba isi wachawi sio sisi peke yetu. Wapo pia na wengine sio sisi peke yetu. Sasa wewe una hilo? Ngoja nikwambie sasa. Mimi siku ile wakati tunatokea London. London ile. Tukaachana wewe ukapita njia yako na mimi nikapita ya kwangu. Sasa ndugu yangu nimekutana na changamoto moja. Ipi hiyo? Wakati niko njiani sana kuja. Mambo yetu unajua ule usafiri juu kwa juu. Sasa nakuja hivi sasa nafika hivi mbele kidogo. Mara pap. Nimenasa kwenye mnara bana. Mnara wa Vodacom. Amenitokea kwenye ndoto. Kweli, ni ya kweli hayo, amenitokea kwenye ndoto. Hamna, dada yako sijamuelezea. Nimeamua nikwambie wewe kwanza ili tuone tunafanyaje. Kwa hiyo unanishauri nimwadisie? Hiyo nimesikia. Kuna kipindi nilikuwa napita hapo mtaani nikasikia kwamba mtandao haufanyi kazi. Sasa ndio kumbe hiyo umeiona sasa. Kwa sababu yani ulikuwa umenasa mkoti, alafu sasa mimi nimening'inia. Sina jinsi sasa ya kujinasua pale. Sasa pale ungejiongeza pale. Ungefanya manjikika ukafungua angalau kidogo watu wakapata eliza bure. Nakwambiaje? Nilikoswa namna. Yani mimi nijikuta nimelala pale maki inafika tu asubuhi. Najikuta niko chini sasa najishangaa hivi nimetokaje kule juu hadi kufika chini. Watu sijaumia. Yani hapo kuna mtihani. Ila sema tu kwa kuwa huko sawa. Haina shida. Ila huyu jamaa ngoja tu nimwache atakuja aingie kwenye anga zetu na tutamuonesha. Basi haina shida ndugu yangu. Sasa hapa kwa hilo itabidi tujipange. Tutakuja tumuendee. Sasa cha kufanya tuelekee pale center kwanza tuendelee na bao nini? Tupige bao. Najua wanawake wanaga mioyo. Naweza kumwambia hapa ukakuta anatoroka. Haina shida, nitamwambia. Sawa, sasa tunafanyaje? Utanipigia tuongee vizuri? Sawa basi, haina shida. Tamaa ya maisha kwa kila hatua ninayopiga, njia za dunia zinabadilika. Tamaa imenipoteza mbali, nikarudi kujitafuta.